katika riwaya nyingine ambayo katika lafdhi nyingine ambayo imekuja katika Sahih Muslim, kwa sababu lafdhi hii ipo katika Sahih Bukhari. Katika Sahih Muslim hadithi nambari 2689 Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii anasema qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu, mimi nishawasamewa na nimewapa wao kile ambacho wamekiomba. Wa ajartuhum mimma istajaru, na nimewahifadhi wao kutokana na kile ambacho wametaka hifadha kwacho, mimi nishawakinga wao. Ndugu zangu, wallahi katika hadithi hii kuna faida nyingi sana ndani yake, lakini miongoni mwa hizo, barakallahu fikum, ni fadila na ubora wa vikao vya kumdhukuru Allah pamoja na kukusanyika na watu wa imani, watu wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na ukakaa kwa ajili ya dhikrullah. Lakini pia katika faida tunazozipata katika hadithi hii ni yale mapenzi ya malaika kuwapenda waumini, wa'tinauhum bihim, na kule kuwapatiliza kwao waumini. Wanakuja wanaangalia, nani kina nani wanamdhukuru Allah, watu fulani, alafu wanakwenda, ya Rab, katika waja wako kuna fulani na fulani na fulani wako wanakudhukuru wewe, kama ilivyokuja katika riwaya katika lafzi ambayo ameipokea al-Imam Muslim katika sahihi yake. Fulani, kuna fulani pale, kuna bwana Abdullah, kuna Ali, kuna Uthman, wanakutaja wewe, watajwa mbele ya Allah na malaika. Kwa miongoni mwa faida zinazopatikana ni yale mapenzi ya malaika kuwapenda watu wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ujira wa yule mwenye kukaa pamoja na wale wenye kumtaja Allah, hata kama yeye sio katika wao, amekuja tu amekuta watu wanamdhukuru Allah na yeye akakaa, pia na yeye anapata nini? Ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika faida za hadithi hii ni kwamba fadhila za Allah ni pana sana, kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe adh-dhakirun wa man jalasa, wale wenye kumdhukuru na wale ambao wamekaa pamoja na wao. Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe. Ma'ashara al-hadirin, qala al-ulama rahmatullahi ta'ala alayhim, wanawachuoni wamesema kuhusu hadithi hii, yuaddu hadha al-hadith min adillati at-targhib fi huduri hilaqi adh-dhikri wal-ilmi wa talabi al-maghfirati war-rahmati min Allah. Inahesabiwa hadithi hii kwamba ni katika dalili za kuhimizwa katika kuhudhuria vikao vya kumdhukuru Allah, katika kuhudhuria vikao vya ilmu, kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujifunza Qur'an, ukajifunza sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kutafuta msamaha na rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali si hadithi hii tu, zimekuja hadithi zingine nyingi katika kuonyesha fadhila na khairi nyingi zinazopatikana kwa Muislamu ambaye amekaa katika vikao vya kumdhukuru Allah, vikao vya ilmu. Tazama hadithi ambayo ipo katika Sahih Bukhari, hadithi ya 66. Kadhalika al-Imam Muslim ameipokea katika sahihi yake hadithi nambari 2176 kutoka kwa sahabiyun jalil Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam
kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi, wakati alipokuwa yeye amekaa msikitini, mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa yeye na masahaba zake msikitini. bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu, wakati alipokuwa yeye amekaa msikitini na hali ya kuwa watu wako pamoja na yeye. idh aqbala nafarun thalathatu, ghafla wakaja watu watatu wakaja. fa aqbala ithnan ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, watu wawili wakasogea wakaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. wa dhahaba wahidun, na akaondoka yule mmoja. Wale watatu wawili wakaja kwa mtume, mmoja akaondoka zake. qal, amesema nani? Abu Waqid al-Laythi, fawaqafa ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wale wawili wakasimama kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. fa amma ahaduhuma, amma mmoja wao, faraa furjatan fil halqa fajalasa fiha, yeye aliona nafasi katika halqa ile akakaa. Masahaba wapo wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndio vikao vyao, kama tulivyoona mwanzo muhadhara wetu. Vikao vya mtume na masahaba zake vilikuwa ni vikao vya ilmu, vikao vya dhikri, bali hiyo ndio ilikuwa kazi kubwa katika misikiti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika msikiti wake ulikuwa msikiti wake ni msikiti wa kugawa mirathi, watu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na wao masahaba kumjua mtume wao na kuijua nafasi yake katika dini. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake, na hiyo ndio kazi ya misikiti, bali hiyo ndio alama katika alama za ahlus sunnah wal jamaa katika miji. Ukitaka ujue kwamba mji huu na ahlus sunna, ni kukuta misikiti yao inauishwa kwa ilmu, watu wakajifunza Qur'an, wakajifunza sunna, wake kwa waume, sigharuhum kibaruhum, watoto wao wakubwa wao, dhukuranuhum inathuhum, wanaume wao wanawake wao, watoto na wakubwa, wake kwa waume. Ukitaka ujue kwamba mji huu na ahlus sunna, misikiti yao ni misikiti ambayo inapata uhai kwa kuenezwa ilmu. Na hivyo ndivyo alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa amekaa yeye na masahaba zake, anawafunza dini ya Allah. Wale watu wawili wakaa, mmoja akatafuta nafasi akakaa. wa amma al-akhar, na amma yule mwingine, fajalasa khalfahum, akakaa nyuma yao. Msi akatafuta nafasi akakaa, mwingine akakaa nyuma akakaa, hakutafuta nafasi hapa kuja kukaa. wa amma thalith, na amma yule watatu, fa adbara zahiban, yeye akageuka hali ya kuwa ni mwenye kwenda zake, kama ilivyo waislamu wengi leo hii. Ukitaka watu wakimbie, wewe kuna darasa. Sasa wewe baada ya kutoka, mfuatilia aenda wapi? Utamkuta kwenye vikao, kwenye kahawa, kwenye mabanda ya mpira, aenda kutazama Simba na Yanga. Msikitini ameondoka, kuna darasa, watu wanajifunza Qur'an, wanajifunza sunna, wanajifunza Uislamu wao, na si kwamba ameshughulishwa kama ana shughuli anazifanya muda huo. Tayari ashamaliza shughuli zake, ni muda sasa wa kupumzika, muda wa kufanya mambo yake mengine. Anaacha jambo la kheri msikitini, aenda kwenye mambo mengine ambayo hayana manufaa na yeye, si dunia yake wala akhira yake, na huenda akapata dhambi kwenye vikao vya kahawa. Umbea, kusengenya, kusema watu, porojo, matani yasiyokuwa na maana. Anaacha watu waislamu kama yeye, wanaswali kama yeye, wanamdhukuru Allah, wanasoma kitabu cha Allah, wanasoma sunna
za Mtume sallallahu alaihi wasallam wallahi la yastawiyani mathala, hawawezi kufanana abadan. Maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani yaqul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza katika majlisi yake ile, falamma faragha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, akasema ala ukhbirukum anin nafari thalatha, hivi nisiwape habari, nisiwafahamishe nyinyi kuhusu wale watu watatu? Amma ahaduhum, amma mmoja wao, faawa ila Allahi faawahu Allah, amekimbilia kwa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akampokea yeye na kumhifadhi. Ametafuta nafasi amekaa mbele bwana, Allah akamhifadhi. Wa amma al-akhar, na amma yule mwingine, yule aliyekuja akakaa nyuma ya majlis, fastahya Allah minhu, aliona haya, Allah naye akamuonea haya. Wa amma al-akhar, na amma yule mwingine, yule aliyeondoka zake, watu wamekaa kwenye kikao cha ilmu, anatajwa Allah, anatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye huyo akenda zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa'arada, wa amma al-akhar fa'arada Allahu anhu, yeye amepuuza na Allah subhanahu wa ta'ala akampuuza yeye. Haya, kwenda zako. Na hadithi zingine nyingi ambazo naona alwaktu la yasmah lana, wakati hauturuhusu, ambazo zinaonyesha fadhila, ubora na khairi nyingi zinazopatikana kwa watu kukaa katika majlis kama hizi wakajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa labda mimi niulize swali, sawa, kuanzia asubuhi na mishughuliko, kama sasa waislamu wameshughulishwa na kweli, watu wana shughuli zao na kazi zao, fantashiru, sio hivi? Ni kweli masaa 24 haya tuondoe huo usiku, kwa maana wewe masaa yote tujalie masaa 14 kuanzia asubuhi pale alfajiri mpaka saa 5 usiku, yani wewe muda unaopata ni kulala tu. Mtu ambiani, yani wewe Muislamu muda unaopata ni kulala tu, ukiamka umeshughulishwa na shughuli zako zingine, si ndio hivyo? Si kweli? Semeni kweli kwamba je, katika vikao vyenu vingine sio vya lazima unatumia masaa mangapi kukaa? Unatumia masaa mangapi? Mtu akaa masaa mawili bwana, dakika 90 mtu yupo amekaa atazama mpira, alafu una udhuru gani wewe kwa Allah? Wafa hujui Qur'an, hujui sunna, huna lolote zaidi ya jina. Uislamu wa kurithi, una udhuru gani kwa Allah Muislamu wewe? Haya, baada ya maghrib basi maustazi wapo, walimu wapo, baada ya maghrib pia huna muda, nusu saa, haya dakika 15, robo saa. Wallahi kuna fadhila nyingi sana katika kumtaja Allah na kukaa katika majlis kama hizi. فنسأل الله تعالى فيجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. lakini alhasil kwamba biidhnillah mannan tutakuwa na mtiririko mihadhara katika siku kama ya leo Alhamis, na nimeahidi kuwa katika mhadhara wetu tutakuwa katika nukta kadhaa, lakini leo tumeangalia nukta moja. Leo ni fadhila za majlisi za ilmu na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Naamini kwa maneno haya ambayo nimeyazungumza kwenu, na bila shaka nususi ni nyingi, Qur'an, Sunna,
hadithi ziko nyingi ambazo pia tumeziacha, na uwezo wetu wa uhimili kuweza kutaja zote ni vijana wadogo. Lakini pamoja na hivyo, naamini kwa haya ambayo nimeyazungumza kwenu itakuwa ni sehemu min babi targhib wa tarhib, kuwashajiisha na kuwahimiza kujua umuhimu wa kukaa katika majalis kama hizi za kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Biidhnillah mannan, fa muhadhara unaofuata tutaangalia nukta nyingine, nao ni ukubwa wa neema ya Uislamu ambayo sisi tuko nayo, na baada ya hapo itafuatia nukta nyingine, nao ni atamassuku bilkitabi was sunna, kushikamana na kitabu na sunna za Mtume Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sisi tuna wajibu wa kuwarudisha waislamu katika njia sahihi ambayo watachota kutoka humo uislamu wao sahihi kabisa ambao ameuacha Mtume wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimuacha katika uwanja mweupe kabisa, usiku wake kama mchana wake, apondoki kuacha uwanja huo isipokuwa atakuwa ni mwenye kuangamia. Ametuachia njia nyeupe, sisi tu kupeana miongozo na kupeana utaratibu namna gani watu inabidi waishi, namna gani watu inabidi wafuate katika Uislamu wao, ili tuweze kupata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa hamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wafaqakumur rahman wa hafidhakum min kulli shar.